Utafutaji wa nyumba unaweza kuwa ngumu kwetu sote, lakini unapoongeza matatizo inaweza kuwa ngumu zaidi. Rekodi ya uhalifu ni mojawapo ya matatizo hayo, hivyo ni muhimu kujua ni sheria gani zinazokulinda ikiwa una rekodi ya uhalifu. Wapangishaji wanaruhusiwa kuomba ukaguzi wa kihistoria kabla ya kupangisha nyumba, lakini hawaruhusiwi kuweka marufuku kabisa kwa watu wenye rekodi za uhalifu, ikimaanisha kuwa hawawezi kukataa tu kumpangisha mtu mwenye aina yoyote ya rekodi ya uhalifu au historia ya uhalifu au kwa sababu tu ya rekodi ya kukamatwa. Miongozo ya serikali kuu inawahitaji pia kuzingatia aina na uzito wa uhalifu, ulifanyika muda gani uliopita, na juhudi zozote za urekebishaji tangu kutiwa hatiani. Historia ya uhalifu haimaanishi kuwa mtu atakuwa mpangaji mzuri, na miongozo hii ipo ili kuhakikisha kuwa watu hawanyimwi makazi kwa misingi ya rekodi zao za uhalifu pekee. Hebu tuangalie jinsi ubaguzi dhidi ya watu wenye rekodi za uhalifu unavyoweza kuonekana katika maisha halisi. Baadhi ya mifano inajumuisha kuhitaji waombaji fulani tu kukaguliwa historia ya uhalifu, kufanya maamuzi kuhusu waombaji kulingana na rekodi zao za kukamatwa, kunyimwa marekebisho ya kuridhisha kwa sababu ya rekodi ya uhalifu pale tu rekodi hiyo ya uhalifu inahusiana na ulemavu, kukatishwa tamaa ya kuomba makazi kwa sababu ya hatia kwenye rekodi yako, kunyimwa makazi kwa sababu ya kukamatwa kwa unyanyasaji wa majumbani hata kama ulikuwa mhanga, kukataa waombaji wote wenye rekodi ya uhalifu. Ikiwa una hatia ya uhalifu au rekodi ya kukamatwa, bado unalindwa dhidi ya kubaguliwa na sheria ya serikali kuu. Tenfold inaweza kukusaidia kuelewa kile ambacho wapangishaji wanaweza na wasichoweza kutarajia kutoka kwako, na inaweza kuhakikisha unapata nyumba mahali ambapo unaweza kuendelea kufanya marekebisho na kustawi kama mmoja wa wanajumuiya wetu.